Jeshi la Israel limethibitisha kufanya mashambulizi makubwa katika mji mkuu wa Iran, Tehran, mapema leo, huku milipuko mikubwa ikisikika na moshi mzito ukionekana juu ya anga la mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Mashambulizi haya yanakuja wakati vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vikifikia kiwango cha hatari zaidi katika wiki za hivi karibuni. Hebu tusikilize ripoti zaidi. Mashambulizi ya leo yanatokea siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuahirisha tishio lake la kuishambulia mitambo ya nishati ya Iran anayoitaka ijisalimishe kwa kukubaliana na mpango wake wa kusitisha vita wenye vipengele 15. Trump amesema ameongeza muda hadi Aprili 6 ili Iran ufungue tena mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya kimkakati, akidai mazungumzo yanaendelea vizuri. Ingawa Iran inasisitiza kuwa hakuna mazungumzo yoyote ya moja kwa moja yanayoendelea. Wakati huo maelfu ya wanajeshi wa Israel wameuvuka mpaka na kuingia Lebanon wakilenga kudhibiti eneo lote kusini mwa mto Litani, takriban kilomita 30 kutoka mpaka wa Israel. Takwimu za hivi karibuni zimeonyesha kuwa zaidi ya watu 1900 wameuawa nchini Iran, karibu 1100 Lebanon na 18 nchini Israel. Wanajeshi 3 wa Israel wameuawa Lebanon, huku wanajeshi 13 wa Marekani wakiripotiwa kupoteza maisha. Katika jitihada za kidiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Misri amezungumza kwa simu na mawaziri wenzake wa Uturuki na Pakistan wakijaribu kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran ili kupunguza mzozo unaoendelea kutanuka. Kwenyewe nchini Israel, shinikizo la ndani pia linaongezeka. Kundi la wazazi wa wanajeshi limemwandikia barua mkuu wa majeshi likitaka kusitishwa kwa operesheni ya ardhini nchini Lebanon, wakisema wanasiasa wako tayari kutoa kafara watoto wao. Mashirika ya kibinadamu yanaonya kuhusu maafa makubwa hasa nchini Iran, ambako shirika la NRC linasema maeneo mengi ya Tehran yameharibiwa vibaya na mamilioni ya watu wako hatarini kukimbia nchi. Hali ya kibinadamu nchini Iran inazidi kuwa mbaya, huku mamlaka za Iran na mashirika ya Umoja wa Mataifa yakiripoti uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kiraia. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema wahudumu wa misaada ya kibinadamu nao hawako salama dhidi ya mapigano haya. Kufikia jana, Wizara ya Afya ya Iran iliripoti vifo 23 na majeruhi 112 miongoni mwa wahudumu wa afya. Mapigano yamewalazimu watu kuhama na kwenda maeneo salama zaidi, jambo linaloongeza hatari zao na mara nyingi kukatiza upatikanaji wao wa mahitaji muhimu, huduma za msingi na njia za kujipatia riziki. Kwa upande mwingine, Iran amezindua tena mashambulizi ya makombora kuelekea Israel na tahadhari zimetolewa Bahrain na Qatar. Nchini Kuwait, bandari ya Shuaik imeharibiwa katika shambulizi, huku meli ya mizigo ya Thailand iliyoshambuliwa na Iran ikiripotiwa kukwama baada ya wahudumu wake kuikimbia. Katika hatua nyingine, Saudi Arabia imewataka raia wake kuondoka Lebanon mara moja kutokana na kuongezeka kwa mapigano. Ni taarifa iliyosomwa na Lilian Mtono. Umoja wa Mataifa umeitaka Marekani kukamilisha haraka uchunguzi wake juu ya mauaji ya kutisha watoto 160 kwenye skuli moja ya wasichana katika siku za kwanza ya uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi uliopita, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani akiwa mjini Paris kujaribu kuwashawishi wenzake wa kundi la mataifa 7 yenye nguvu kubwa kiuchumi duniani kukabiliana na vita dhidi ya Iran. Mohamed Khelef na mengi zaidi. Mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kushambuliwa kwa skuli ya msingi ya Shajera Tayyebe huko Minab nchini Iran kulibainisha ukatili usioelezeka dhidi ya watoto na kwamba lazima kuwe na uwajibikaji kwa waliohusika. Akizungumza hivi leo kwenye kikao cha kamisheni yake mjini Geneva, Turk ameongeza, na hapa namnukuu, dhima iko kwa wale waliofanya mashambulizi hayo kuchunguza kwa haraka, kwa usahihi, kwa uwazi na kwa kina. Maafisa wa ngazi za juu wa Marekani wamesema mashambulizi hayo yanachunguzwa. Natoa wito kazi hiyo ikamilike haraka iwezekanavyo na matokeo yake yatangazwe hadharani. Lazima haki itendeke kwa madhara haya mabaya kabisa yaliyofanywa. Mwisho wa kumnukuu. Mkuu huyo wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa alisisitiza kuwa tofauti yoyote ambayo mataifa yanaweza kuwa nazo haziwezi kutuliwa kuwashambulia na kuua watoto wadogo maskulini.
Kwa mujibu wa matokeo ya uchunguzi wa awali yaliyochapishwa jarida la New York Times, kombora la Marekani aina Tomahawk ndilo liloipiga skuli hiyo kimakosa, lakini Marekani yenyewe haijawahi moja kwa moja kukiri kubeba dhamana ya mauaji hayo, huku waziri wa vita Pete Hegseth akiashiria kwa mashambulizi yalifanywa na Irani yenyewe. Hayo yanajiri wakati waziri wa kigeni wa Marekani Marco Rubio akiwa ziarani nchini Ufaransa kwa mkutano na wenzake wa kundi la mataifa 7 yenye nguvu kubwa za kiuchumi ulimwenguni, baada ya Rais Trump kushambulia muungano wa kijeshi wa NATO kwa kusita kwake ama ukataa kujiunga na vita vyake dhidi ya Iran. We were there for them, but they were not there for us. Sisi ndio tupo kwa ajili yao NATO, lakini wao hawapo kwa ajili yetu. Je, tunawahitaji? Hapana. Sikuwahi kufikiria kuwa tunawahitaji. Nilikuwa na wajaribu tu. Nilisema ningelipenda kuwaona mkijitokeza. Leteni mashua zenu. Mnaweza kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz na mnaweza kuwalinda watu wanaorushiwa risasi. Lakini hawakufanya, na hilo ni jambo dogo sana tu. Rubio atakuwa na kibarua kigumu cha kuwashawishi wenzake hao juu ya mkakati wa Marekani kutatua mgogoro huo ambao kimsingi unapingwa na mataifa yote yaliyosalia. Hata wakati anaondoka Washington hapo jana, Rubio alisema anajua wazi kazi kubwa alionayo, lakini akasisitiza kwamba haendi Paris kuwafurahisha mawaziri hao wa G7 bali kuitumikia nchi yake. Miongoni mwa mataifa 7 ya kundi hilo ni Japan pekee ambao si mwanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO. Yaliyosalia, Marekani yenyewe, Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani na Italia ni washirika wa jumuiya ya kijeshi iliyoundwa kupambana na kitisho cha kambi ya mashariki maarufu kama Warsaw iliyokuwa ikiongozwa na Urusi wakati wa vita baridi duniani. DW tunavuma kwa kishindo. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewataka matajiri nchini humo kuchangia katika bajeti ya nchi hiyo kwa lengo la kuimarisha uchumi, huku akiendeleza mapigano yake nchini Ukraine. Haya yanajiri wakati ambapo Marekani imetangaza jana kuundwa kwa hazina ya dola milioni 25 kusaidia kurejesha watoto wa Ukraine waliohamishiwa kwa nguvu nchini Urusi. Tatu Karema na maelezo zaidi. Shirika la habari la The Bell limeripoti bila kutaja vyanzo vyake kwamba Putin alikutana na wafanyabiashara wakuu wa Urusi faragani na kuzungumzia kuhusu ufadhili wa kijeshi na mwendelezo wa vita hivyo ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miaka 4 sasa. The Bell pia imeripoti kuwa wakati wa mkutano huo na Putin, bilionia Suleiman Kerimov aliahidi kuchangia dola bilioni 1.23. Hata hivyo, Reuters haikuweza kuthibitisha ripoti hiyo kwa njia huru. Gazeti la Financial Times pia lilichapisha ripoti kama hiyo na kutaja vyanzo vitatu vya karibu na swala hilo. Ripoti hiyo imeongeza kuwa Putin amesema Urusi itaendelea kupigana hadi itakapokamata maeneo yaliyobaki katika mkoa wa mashariki wa Donbas nchini Ukraine ambayo hayako chini ya udhibiti wake. Huku hayo yakijiri, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema hazina dola milioni 25 kusaidia kurejesha watoto wa Ukraine waliohamishiwa kwa nguvu nchini Urusi itatumika kuwatambua, kuwarejesha na kuwapa msaada wa ushauri watoto na vijana ambao wamekuwa mbali na familia na jamaa zao. Taarifa ya wizara hiyo imesema hazina hiyo pia itasaidia mipango ya aina mbili. Kwanza, kuwatambua na kuwafuatilia watoto waliohamishwa na kusaidia kuunganishwa tena katika jamii. Kupitia chapisho kwenye mtandao wa X, mke wa rais wa Ukraine Olena Zelenska amepongeza hatua hiyo na kusema lazima watoto wote wa Ukraine warudishwe nchini humo. Zelenska alikutana mjini Washington na maafisa wawili wakuu wa wizara ya mambo ya nje, Riley Barnes na Jeremy Lewin, ambao wanasimamia haki na misaada ya binadamu. Kulingana na Ukraine, takriban watoto wake 20,000 walihamishwa kwa nguvu hadi Urusi wakati wa uvamizi wa mwezi Februari mwaka 2022. Kwa upande wake, Urusi inasisitiza kuwa iliwahamisha watoto hao wa Ukraine kutoka maeneo yaliyotekwa kwa ajili ya usalama wao wenyewe na iko tayari kuwarejesha kwa familia zao hali itakapoimarika. Kwengineko, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwasili jana nchini Saudi Arabia kwa ziara ya kushtukiza katika wakati ambapo vita nchini Iran vinavutia mataifa ya eneo la Ghuba kwa teknolojia ya silaha ya Ukraine. Nchi hizo mbili zimesaini makubaliano ya mifumo ya ulinzi wa anga wakati wa ziara hiyo ya Rais Zelensky. Kulingana na maafisa waliozungumza na shirika la habari la AFP, makubaliano hayo yataiwezesha Ukraine kuisaidia Saudi Arabia kuunda mifumo ya ulinzi wa anga ambayo nchi hiyo haina kwa sasa.